Utakaposimama na kuuliza mwanadamu anapokufa huenda wapi, utakutana na majibu mbalimbali. Majibu haya hutokana na imani za kidini ambazo mimi na wewe tunaziamini, lakini hutokana na majibu ya kitamaduni ambazo jamii mbalimbali wanazo katika jamii zao. Katika video hii nitakwenda kukuambia imani mojawapo ambayo inajibu swali hili la binadamu anapokufa anaenda wapi, ambayo inaitwa reincarnation. Reincarnation ni imani ambayo inatuaminisha kuwa mwanadamu anapokufa huzaliwa tena katika jamii nyingine, na kuna namna mbalimbali ambazo unaweza kuziona kwenye maisha yako na ukajijua kuwa wewe si mgeni katika hii dunia, uliwahi kuwepo na umezaliwa tena. Ndani ya video hii nitakwenda kukuambia ishara mbalimbali ambazo ukiziona katika maisha yako kwa mujibu wa imani ya reincarnation, basi ujue wewe ni miongoni mwa binadamu ambao walikuwepo katika hii dunia, wakapoteza maisha na sasa wamezaliwa kwa mara nyingine. Kama nawe ni miongoni mwa binadamu wanaotamani kujifunza kuhusiana na jambo hili, basi video hii imetengenezwa mahususi kwa ajili yako ili uendelee kujifunza mambo mbalimbali kupitia video zetu. Jiunge nasi kwa kusubscribe katika chaneli hii ya Fafanuo Media. Hapo utakuwa wa kwanza kupata video zetu pindi tunapoziweka kwenye chaneli hii. Hautajutia MB zako, kwani mara zote tunajitahidi kuwa bora zaidi ya jana. Asante, enjoy. Zifuatazo ni dalili ambazo ukiziona katika maisha yako kwa mujibu wa reincarnation, basi wewe ni mwanadamu ambaye uliwahi kuishi katika maisha yaliyopita, ukafa na sasa umezaliwa tena. Namba 1, ndoto zinazojirudia zenye maudhui ya kihistoria. Wapo baadhi ya wanadamu ambao kila wanapolala, wanapoota, wanaota wapo katika eneo fulani, wakilala kesho tena wanaota wapo katika eneo lile lile na wanafanya shughuli ile ile ambayo waliota katika siku iliyopita. Watafiti mbalimbali wamekuwa wakielezea kuwa hii ni ishara mojawapo ya kuwa hayo ni matukio ya kweli ambayo yanajirudia katika maisha yako, kwani kwa kawaida mwanadamu anapolala na kuota ndoto hawezi kuota ndoto ambazo zinajirudia kila wakati, tena ndoto ambazo zinamuonesha yupo katika eneo moja kila anapolala, na shughuli ambazo wanazifanya katika ndoto zinakuwa ni zile zile kila itwapo leo. Watafiti wa masuala ya ndoto na elimu ya reincarnation wanaendelea kusisitiza kuwa wakati mwingine ndoto huwa ni mrejeo wa matukio ambayo mwanadamu amewahi kuyafanya katika maisha yake. Hivyo kama nawe ni miongoni mwa wanadamu ambao mara nyingi wanapolala wanaota ndoto za matukio ya kihistoria ambayo yanajirudia kila itwapo leo, inawezekana wewe ni miongoni mwa wanadamu ambao wamewahi kuishi katika ulimwengu uliopita na sasa wamezaliwa tena, wanaishi katika ulimwengu uliopo. Namba 2, hisia za kufahamiana na watu wageni ambao umekutana nao kwa mara ya kwanza. Miongoni mwa vitu ambavyo baadhi ya wanadamu hukutana navyo na kushindwa kuvipatia majibu ya kweli ni kukutana na watu wageni ambao ndio wamekutana nao kwa mara ya kwanza, lakini ndani yao wanaanza kupata hisia kana kwamba wamewahi kukutana nao katika sehemu fulani na wamewahi kushirikiana nao katika mambo fulani. Hizi ni nyakati ambazo asilimia kubwa ya wanadamu hujiuliza, hali hii inatokana na nini? Basi kama nawe ni miongoni mwa wanadamu ambao huwa wanakutwa na hali hii katika maisha yao, basi watafiti wa elimu hii ya reincarnation wanaendelea kutuambia kuwa hiyo ni ishara ya kwamba hao ni binadamu ambao sio mara yako ya kwanza kukutana nao. Inawezekana umewahi kukutana nao katika maisha yako yaliyopita, yani wewe na wao mmewahi kuishi pamoja katika ulimwengu uliopita na sasa mmezaliwa kwa pamoja katika ulimwengu huu, na ndio maana unakuwa unapata hisia ni kama si mara yako ya kwanza kukutana nao, na ni kama ni watu wako wa karibu ambao umewahi kushirikiana nao katika mambo mbalimbali kwenye maisha yako, lakini unapojaribu kufikiria ulikutana nao wapi, unashindwa kupata majibu. Ni dalili mojawapo ambayo inaonyesha wewe ni miongoni mwa watu ambao si wageni katika hii dunia, wamewahi kuwepo katika maisha yaliyopita. Namba 3, kuwa na vipaji vya asili ambavyo havielezeki.
Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya wanadamu ambao lazima waende shule ama vyuo mbalimbali ili kuweza kufanya vitu fulani vinavyohusiana na masuala ya sanaa na vipaji. Kwa mfano, kuna shule za muziki, kuna shule za mipira, lakini kuna shule za vipaji mbalimbali. Lakini pamoja na kuwa na uwepo wa shule hizo katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, wapo baadhi ya wanadamu ambao huwa wanazaliwa wakiwa na vipaji hivyo ndani yao na hawajui hali hizo zimetokana na vitu gani. Wakati mwingine unaweza ukazaliwa familia yako hakuna mtu anayejua kucheza mpira, hakuna mtu anayejua kuimba, hakuna mtu ambaye anaweza kupiga vyombo vya muziki, pamoja na kuwa haujahudhuria mafunzo katika shule yoyote na kujifunza kuhusiana na vitu hivyo, lakini kwa asili unajikuta unaweza kufanya vitu hivyo kwa ufasaha, pengine kuliko hata mtu ambaye amekwenda shuleni. Basi kwa mujibu wa imani ya reincarnation, endapo mwanadamu anazaliwa akiwa ana vipaji ambavyo hajajifunza sehemu yoyote, hii inaashiria si mgeni katika huu ulimwengu. Katika maisha yake yaliyopita kilikuwa ni kitu ambacho pengine alisomea ama ndicho kitu ambacho alikuwa akikifanya katika uso wa dunia, hivyo kinaendelea kubaki ndani yake, na ndiyo maana anakuwa na ujuzi nacho, ana uzoefu nacho, pamoja na kuwa hajawahi kuhudhuria mafunzo yanayohusiana na kitu hicho. Namba 4, hofu ambayo haina maelezo, yani phobia. Wapo baadhi ya wanadamu ambao huwa wanakuwa na hofu ambazo hawawezi kuelezea hofu hizo zinatokana na vitu gani, na ukweli ambao mimi na wewe lazima tuukubali, asilimia kubwa ya binadamu hofu zetu zinatofautiana. Wapo baadhi ya watu ambao kupanda ndege wanaogopa, lakini wapo baadhi ya watu ambao wanahofia kupanda meli, lakini wapo baadhi ya watu ambao wanahofia kupanda katika vitu virefu. Basi kwa mujibu wa imani ya reincarnation, hofu ambayo unayo katika maisha yako na haina maelezo yoyote inatokana na uzoefu wa maisha yako yaliyopita. Inawezekana kifo ambacho kilikujia katika maisha yako yaliyopita kinatokana na hofu ambayo unayo katika maisha yako ya leo, kwani baadhi ya vitu inaaminika huendelea kubaki ndani yako hata ukizaliwa kwa mara ya pili katika huu ulimwengu. Kwa mfano, kama ulikuwa ni mwanadamu ambaye ulipata ajali ya ndege katika maisha yako yaliyopita, utajikuta ukihofia ndege bila kujua ni kwa nini unahofia kupanda ndege. Kama wewe ni mwanadamu ambaye ulikufa kwa moto katika maisha yako yaliyopita, basi katika maisha yako ya leo utakuwa ni mwanadamu ambaye unaogopa moto kuliko kitu chochote. Kama wewe ni mwanadamu ambaye ulikufa kwa ajali katika maisha yako yaliyopita, basi utakuwa mwanadamu ambaye unahofia vyombo vya usafiri kuliko kitu chochote katika maisha yako. Hivyo, jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini, kwa mujibu wa imani ya reincarnation, hofu zetu kuu zinatokana na uzoefu wa maisha yetu yaliyopita. Namba 5, alama za mwili za ajabu. Katika ulimwengu ambao tunaishi mimi na wewe, kila itwapo leo, maelfu, malaki, kama si mamilioni ya watoto huzaliwa. Wapo baadhi ya watoto ambao huzaliwa wakiwa hawana alama zozote katika miili yao, lakini wakati huo huo wapo baadhi ya watoto ambao huzaliwa wakiwa na alama za ajabu katika miili yao. Katika imani ya reincarnation inaaminika watu huzaliwa na alama za mwili, yani birthmarks, ambazo zinalingana na majeraha yaliyowaua katika maisha yao yaliyopita. Yani kama wewe ni mwanadamu ambaye umezaliwa alafu mwilini mwako una alama ambayo umezaliwa nayo, wakati mwingine ni kama kovu fulani, inaaminika kuwa makovu hayo husababishwa na kifo ambacho ulikutana nacho katika maisha yako yaliyopita, au ni majeraha ambayo uliwahi kuyapata katika maisha yako yaliyopita. Hivyo bado mwili wako unakuwa haujapona vizuri, alama hizo unajikuta umezaliwa nazo hata katika maisha yako ya leo. Kama wewe ni miongoni mwa binadamu ambao wamezaliwa wakiwa na alama za kuzaliwa nazo, kuna uwezekano mkubwa wewe si mgeni katika hii dunia, uliwahi kuwepo katika maisha yaliyopita. Namba 6, hisia kali katika baadhi ya maeneo kwenye uso wa dunia. Zipo hisia mbalimbali ambazo binadamu wanazo katika maeneo mbalimbali ambayo yanawazunguka.
Kuna baadhi ya wanadamu hujikuta wakiyapenda maeneo fulani bila sababu maalumu, lakini wakati huo huo baadhi ya binadamu hujikuta wakiyachukia maeneo fulani bila sababu maalumu. Tafiti mbalimbali zimekuwa zikionyesha kuvutiwa sana ama kuchukia sana maeneo fulani bila kuwa na sababu ya wazi. Kwa mfano, mji fulani ama nchi fulani unaweza ukajikuta unaipenda sana ama unaweza ukajikuta unaichukia sana. Hii yote inaashiria kuwa kuna uzoefu fulani ambao pengine haukumbuki vizuri ambao umewahi kuwa nao kuhusu maeneo ambayo unayapenda ama kuyachukia bila kuwa na sababu yoyote. Jambo ambalo unatakiwa kulijua na kuliweka akilini wakati mwingine hisia hizo zinapokuja katika maisha yako ni kutokana na uhusiano baina yako na maeneo hayo ambayo ulikuwa nayo katika maisha yako ya zamani. Inawezekana sehemu hiyo imewahi kukuumiza ama kuna matukio mabaya yaliwahi kutokea katika maisha yako yaliyopita, na ndiyo maana hata sasa unajikuta ukiyachukia maeneo hayo bila kuwepo na sababu ya msingi. Lakini inawezekana kuna matukio mazuri ambayo yalitokea katika maisha yako yaliyopita yakafanya uvutiwe na baadhi ya maeneo ambayo unayapenda mpaka hivi leo katika maisha yako ya sasa. Hivyo, hii ni dalili mojawapo ya kuwa inawezekana uliwahi kuishi katika maisha yaliyopita, umezaliwa kwa mara nyingine katika uso wa dunia. Namba 7, kumbukumbu za maisha yasiyokuwa yako. Wapo baadhi ya wanadamu pamoja na kuwa wanaishi maisha fulani, lakini huwa kumbukumbu zinawaijia ambazo ni za maisha ambayo si yao. Kwa mfano, inawezekana wewe ni daktari, lakini kuna muda huwa unapata kumbukumbu ni kama umewahi kuwa dereva. Katika uhalisia haujawahi kuwa dereva, pengine haujawahi hata kuendesha gari, lakini kuna muda kunakuwa kumbukumbu ambazo hazikamiliki vizuri, ambazo unajiona ni kama unaendesha gari, na unapojaribu kufikiria kwa umakini kuhusu mazingira ya gari na namna ya kuendesha gari, ukija kumuuliza mtu ama kuona gari linavyoendeshwa, inakuwa inaendana sawasawa na vile ambavyo unawaza katika ufahamu wako. Basi, kwa mujibu wa imani ya reincarnation, hiyo ni ishara mojawapo ya kuwa katika maisha yako yaliyopita uliwahi kuwa dereva ama uliwahi kumiliki gari, na ndiyo maana unajikuta ukipata kumbukumbu ya maisha yasiyokuwa yako. Ujue hayo ni maisha ambayo uliyaishi katika ulimwengu uliopita kabla ya kuzaliwa kwa mara nyingine katika uso wa dunia. Unaweza ukadhani vitu hivi ni mambo ya kufikirika, lakini kuna shahidi mbalimbali ambazo zimekuwa zikitolewa na baadhi ya binadamu kila iitwapo leo, wakidai kuyakumbuka maisha yao ya zamani kabla ya kuzaliwa upya. Na hapa nitakwenda kukuambia visa viwili vitatu vya wanadamu ambao waliweza kuyakumbuka maisha yao ya zamani, na tafiti zilipofanyika ikaja kubainika ni kweli watu hao waliwahi kuishi katika maisha ya zamani na sasa wamezaliwa upya katika uso wa dunia. Binadamu wa kwanza ambaye anadai aliwahi kuwepo katika uso wa dunia kabla ya kufa na kisha kuzaliwa upya anaitwa James Leininger. Huyu ni mtoto Marekani aliyedai aliwahi kuwa rubani wa kivita kabla ya kuzaliwa upya. James akiwa na miaka 2 hadi 3 alianza kuwa na ndoto mbaya kuhusu ndege kuungua moto na kuanguka baharini. Ndoto hiyo ilikuwa inajirudia kila wakati. Aliweza kutoa jina la meli ambayo alikuwa akiitaja kama USS Natoma Bay, jina la rafiki aliyepoteza maisha vitani, na hata aina ya ndege Corsair. Uchunguzi ulionyesha kulikuwa na rubani halisi wa vita ya pili ya dunia aliyekufa katika mazingira ambayo yanafanana na mazingira ya ndoto ambayo mtoto huyu amekuwa akiyaota kila iitwapo leo. Wazazi wake wasioamini reincarnation walishangazwa sana, na baadaye iliwalazimu kuamini kuwa ni ndoto ambazo mtoto huyu alikuwa akiziota na kuzizungumza mbele ya wazazi wake ziliendana kabisa na namna ambavyo ndege ya Corsair ilivyoweza kupata ajali na matukio yote ambayo yaliwahi kutokea katika ulimwengu halisi. Binadamu wa pili anaitwa Shanti Devi. Huyu ni mwanamke kutoka India. Alipoanza kuzungumza, Shanti alisema kuwa jina lake halisi lilikuwa Lugdi Devi.
na alikuwa ameishi katika mji mwingine ambao unaitwa Mathura. Aliweza kueleza nyumba ambayo alikuwa akiishi yeye pamoja na mume wake wa zamani na hata jinsi umauti ulivyomfikia. Pamoja na kuwa awali alionekana kama mtu ambaye amechanganyikiwa, lakini uchunguzi wa serikali ya India ulionyesha kuwa baadhi ya maelezo ambayo aliyatoa yalilingana sawasawa na maisha ya mwanamke aliyeishi Mathura. Hivyo watu wasioamini katika reincarnation walishawishika na kuanza kujitathmini upya, na baadhi yao iliwalazimu kuamini, kwani kila alichokizungumza mwanamke huyu kilikuwa na uhalisia wa maisha ya mwanamke fulani ambaye aliwahi kupoteza maisha katika mji wa Mathura. Binadamu wa tatu anaitwa Swarnata Mishra kutoka India. Akiwa na miaka 3 mpaka 4, alianza kuimba nyimbo zisizojulikana na kuzungumza kwa lugha ya mkoa tofauti kabisa na watu wa kwao. Alielezea maisha ya familia aliyosema alikuwa nayo katika kijiji cha Kaltin. Uchunguzi wa Dr. Lane Stevenson ulithibitisha baadhi ya madai yake, ikiwemo kutambua familia yake ya zamani. Vipo vitu vingi ambavyo vinahusiana na elimu hii ya reincarnation ambavyo ningetamani kuendelea kuvizungumzia, lakini kwa sababu ya usalama wa MB zako, mimi ninaomba niishie hapa, lakini ninaomba nitoe angalizo. Ni vema tukabaki na imani ambazo tunaziamini, kwa sababu si kila imani ambayo inakuja katika maisha yetu tunapaswa kuishika, na sijatengeneza video hii kwa ajili ya kuvuruga imani yako. Ni vema kushikilia hicho ambacho unacho, kwani hata dini zetu zina mitazamo mbalimbali na zinatoa majibu ya tunapokufa tunaenda wapi. Mimi kwa leo naomba nishie hapa. Sina budi kukuaga bye, na nimalize kwa kusema ninawapenda sana sana zaidi ya sana. Tukutane tena katika video ijayo.